Na no reform no election ni kauli ya hovyo kabisa. Yani haifai kuheshimika. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo lake kama no reform no election, maana yake tuingie katika mapinduzi ya kijeshi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye amenileta katika jiji hili la Mbeya kushiriki nanyi ndugu zangu viongozi katika kongamano hili muhimu kwa nchi yetu, nalo ni kongamano la amani. Na niseme tu, Tanzania sasa hivi ipo katika kipindi cha taharuki kama alivyosema Mheshimiwa Askofu. Watu wapo katika kampeni ya vyama vyao, na sisi kama viongozi wa dini tupo katika kampeni ya chama chetu ambacho ni nchi yetu. Kampeni hii inakaribia kufikia kileleni, na sisi kama viongozi wa dini tuna umuhimu mkubwa wa kuzidisha juhudi katika masiku yaliyobaki, ili na sisi chama chetu cha nchi yetu kishinde na nchi yetu ibaki salama salimini. Ndugu zangu viongozi, MC hapa amegusia jambo nilipenda niliseme na mimi vile vile. Sasa hivi ukisema unazungumzia amani, hasa ukiwa kiongozi wa dini, wanakuambia wewe ni chawa. Sasa kama kuwa chawa ni kuzungumzia amani ya nchi yako, basi sisi ni chawa wazuri, na watupe cheo zaidi tuwe labda ni kupe au mdudu yote mwingine mkubwa zaidi. Lakini hawaishi hapo tu, wanasema bahasha zimetembea. Sasa waseme bahasha, waseme magunia yametembea. Kama ni ya pesa ukihongwa kwa ajili ya usalama wa nchi yako, hakuna dhambi yoyote. Kwa hiyo nilipenda nijitie moyo, niwatie moyo ndugu zangu viongozi wa dini kwamba tupo katika njia sahihi ya kuzungumzia amani ya nchi yetu. Baadhi ya viongozi wa dini wamekuwa na ile hisia za upungufu, inferiority complex, kiasi cha kwamba akitaka kuzungumzia amani anaanza kwanza kulaumu. Unajua kuna dosari moja, kuna dosari ya pili, kuna dosari ya tatu, kuna dosari ya nne, afu sema lakini amani nayo ni muhimu. Hapana, huu sio muda wa kulaumu. Huu ni muda wa kuzungumzia ajenda moja tu ya amani. Kwa sababu bila amani hayo mengine hayapatikani. Of course kuna falsafa tofauti. Sisi kama Waislamu katika surat Al-Baqara aya 126 kama sikosei, Mwenyezi Mungu anasimulia kisa cha Nabii Ibrahim ambaye ni baba wa mitume wote. Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala Ibrahim, kumbuka pale Ibrahim alivyosema, Rabbi, ewe Mola wangu, ij'al hadha baladan aminan, jaalia mji huu kwanza uwe na amani. Halafu pili, warzuq ahlahu min athamarat, waruzuku wakazi wa mji huu matunda. Kwa hiyo masuala ya haki, sheria, uadilifu ni matunda yanayotokana na kuwepo na amani. Sisemi kwamba uadilifu unakuja baada ya amani au amani inakuja baada ya uadilifu. Ni ile falsafa ya yai na kuku, nani alianza? Tutabishana mpaka asubuhi. Lakini kwa sababu ni muda unaohitaji tuzungumzie amani, basi tutoe muda mkubwa zaidi, umuhimu mkubwa zaidi kuzungumzia amani. Halafu uadilifu, sheria, haki za binadamu ni mchakato wa muda mrefu, tutaendelea kuzungumzia, kwa sababu tukipoteza amani ina maana vyote vile vingine vitapotea. Vijana wetu wengi wamelishwa matango pori, naweza nikasema, ya kuzungumzia vitu vingine visipokuwa amani ili amani ipatikane. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa tukaingia katika fikra zao, mindset zao, tukaangalia approach tunaweza tukaitumia katika kipindi hichi kuwa kinaisha, kwamba sasa hivi tusiangalie kitu kingine, nchi yetu ivuke katika kipindi hichi ikiwa ni salama salimini. Ndugu zangu, tuna Ijumaa na Jumapili zinazokuja, na ndio fursa zetu za mwisho kama viongozi wa dini kuandaa hotuba zetu na speech zetu ambazo zitagusa fikra za vijana. Tusizungumze na wazee. Wazee wote wanataka amani, wanataka wafe kwa amani. Lakini vijana kuanzia miaka 15, 14, 15 ndio tunatakiwa tuzungumze nao.
kama alivyosema Mheshimiwa Askofu kisa kilichomtokea. Mimi nilitoa khutba nyuma inahusiana na masuala ya amani. Kuna mtu akaikata clip ndogo tukazungumzia amani akairusha kwenye mitandao ya kijamii. Nilipata message nyingi sana za vijana. Wengine wasema Sheikh, tulikuwa tunakufuatilia sana, kuanzia sasa hivi na ku-unfollow, sikufuati tena. Kwa nini umezungumzia amani? Wanakujibu, wanakutukana. Ni kuonyesha kwamba vijana wetu hawaishi katika familia zetu, katika majumba yetu, wanaishi katika mitandao ya kijamii. Ukiwa katika mitandao ya kijamii, subhanallah, utakuwa unaingojea tarehe 29 kwa hofu kubwa sana, ambaye chanzo cha hofu kama alivyosema askofu na ndio Uislamu unavyosema ni shetani. Watu wameanza kununua vyakula, kuweka ration ndani, 29 itakuwa vurugu. Lakini ukiangalia vurugu zile zinazungumziwa katika social media, ukitembea mtaani hakuna kitu kama hicho. Lakini sio kitu cha kukidharau, ni watu wanatengeneza agenda ambayo ikitokea tarehe 29 vijana ambao tayari fikra zao zimetekwa na social media wakajitokeza, watadhibitiwa na vyombo vya usalama. Kinaweza kikatokea chochote. Kwa hiyo ni vitu vya kuviangalia kwa tahadhari kubwa. Nitoe wito kwa wazazi wote ambao wanatufuatilia hivi leo, waliohudhuria hapa, iwe ni fursa ya kukaa na familia zetu, iwe ni fursa ya kukaa na vijana wetu, tukawafahamisha kwamba nchi yetu inapita katika kipindi kigumu. Usiwe ni sehemu ya kuikwamisha nchi yako. Kila Mtanzania akikaa na familia yake, tutapunguza hizi propaganda ambazo zinaenea na zimewakuta vijana wetu, na wengine wamekaa wanaisubiria siku ya tarehe 29 wakidhani kwamba hao viongozi wao walioko nje watakuwa nao pamoja. Kumbe wanawasukuma mbele kwa ajili wapoteze maisha yao, wapoteze viungo vyao, wapoteze mustakbal wao, ili wao kwa maslahi yao waweze kufaidika. Kwa hiyo kuna umuhimu kila Mtanzania akae na familia yake na aifahamishe vizuri sana kuhusiana na tarehe 29 na umuhimu wa tarehe 29. Ndugu zangu viongozi wa dini, nchi yetu ni nchi ya kisekula, imejiwekea utaratibu wake wa kupata viongozi kupitia katika uchaguzi. Uchaguzi ni sawasawa na daraja dogo ambalo sisi tunawatanguliza wale tunaowachagua wapite kwenye lile daraja waende upande. Inawezekana halijakamilika, inawezekana tunavyoliangalia bado linahitaji kujengwa, lakini ndio daraja pekee linalotuvusha. Tukiingia kulivunja daraja hili hatutovuka, hatutowavusha wawakilishi wetu na sisi hatutovuka. Na ndugu zangu, hakuna nchi duniani ambaye daraja lake lile ni uchaguzi umekamilika. Tunaona kila siku malalamiko ya nchi za Ulaya kuhusiana na masuala ya katiba zao. Tunaona malalamiko kila siku ya nchi kubwa kama Marekani wakizungumzia taratibu za chaguzi zao, na kwamba bado mambo hayajakamilika, na viongozi wanatoa ahadi akiingia madarakani atarekebisha 1 2 3. Nchi zina miaka 300, lakini taratibu zao za kuchaguana, katiba zao bado zinalalamikiwa. Sisi tuna miaka mingapi kama nchi? Miaka 60. Wachanga sana. Lakini watu wanajifananisha. Angalia haki za binadamu bana Marekani, angalia haki za binadamu bana Uingereza, angalia haki za binadamu Ulaya na nchi za Scandinavia. Wewe unayezungumza hivi unajua wale wamepitia katika hatua gani, michakato gani mpaka wamefikia katika stage ile ambayo vile vile bado hawajakamilika. Lakini wewe Mtanzania leo, nchi yako na miaka 60, ipo stable, imekuwa ni kimbilio la wakimbizi wa nchi zote za Afrika. Uchumi wake unakuwa kwa kasi katika nchi ambazo zinakuwa kwa kasi Afrika. Tanzania ipo katika nchi hizo, unaiona kwa macho yako. Halafu leo unataka ujifananishe wewe na Marekani na Muingereza na nchi za Scandinavia, kwa maana ya kwamba taratibu za uchaguzi zile hazijakamilika. Hakuna mtu kasema zimekamilika, na hazitakamilika kamwe. Kila siku watu wanavyozaliwa wanakuja na fikra mpya. Ni swala la kimchakato. Lakini wewe utakapokatisha na kusema kwamba hapana na no reform no election, ni kauli ya hovyo kabisa. Yani haifai kuheshimika. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo lake kama no reform no election, manake tuingie katika mapinduzi ya kijeshi. Ndio njia kufika madarakani. Tumeona nchi za Kiafrika watu wamepinduana, wameingia katika, anaingia mtu ndio amekuwa kiongozi wa nchi, kisha kwanza anasimamisha katiba yote, vunja mahakama. Ulikuwa unataka uhuru, sasa hata uhuru hata unusu upati. Tumeona hivyo njia hizo. Au nchi ya kifalme. Nilikuwa namsikiliza kijana mmoja kwa kumalizia, anahojiwa na Al Jazeera. Ni kijana wa Kilibya.
sio kijana sasa hivi, wakati anahojiwa mtu mzima, akahojiwa yuko Qatar, anafanya kazi katika mall, ameajiriwa. Sasa tuelezee historia yako. Sasa mimi nilikuwa Libya, nilikuwa na supermarket yangu, lakini nilikuwa wakati huo kijana. Ilipokuja zile slogans za uhuru, demokrasia, haki za binadamu, mimi nilikuwa ni wa kwanza, na nilikuwa nikishawishi wenzangu kupitia social media, simu za mkononi na application tofauti. Lakini ilivyotokea kutokea, mimi sasa hivi sio tena na supermarket, nimeajiriwa kwenye supermarket Qatar. Anaambia unasemaje kama ungerudishwa umri ule? Anasema nisingeingia katika lile jambo, tulidanganywa.